Uzima wa milele ni maisha mtu anayoyaishi ndani ya Kristo kwa kumwamini Kristo Yesu na kuamini kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya kidhabihu. Ni yale maisha ya Kristo mapya yaliyofanya makao ndani ya mwamini. Ni yule Roho Mtakatifu aliyeungwa pamoja na roho zetu na kufanyika kuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo ni maisha ya wokovu ndani ya Kristo tunayoyaishi tukiwa ndani ya huu mwili unaoharibika, na hata huu mwili unaoharibika tutakapouvua na kuvishwa mwili usioharibika, tutaendelea kuishi uzima wa milele wakati wa unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia andiko la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 na 12, anasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanaye. Yaani huo uzima wa milele umo ndani ya nani? Wa mwanaye Yesu Kristo. Anasema mstari wa 12, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hiyo njia pekee ya mtu kuwa na huo uzima wa milele ni mtu kuwa na mwana wa nani? Wa Mungu. Ndio maana uzima wa milele ni maisha yetu sisi ndani ya nani? Ya Yesu Kristo, katika mwili unaoharibika, na hata maisha ya umilele wa kubadilishwa mwili wa utukufu. Amesema Yohana sura ya 17 mstari wa 3, anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Namna pekee ya uzima wa milele kufanya makao ndani ya maisha ya mtu inatokana na kufanyaje? Na kumjua Mungu. Kwa hiyo sikio linaposikia habari njema, injili ya Yesu Kristo, habari za wokovu, ndio uzima wa milele unaingia ndani ya maisha ya mtu. Unatokana na kufanyaje? Wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa uzima wa milele unaingia kwa kujua, kwa kufahamu, kupata maarifa ya kweli ya Mungu. Warumi sura ya 8 mstari wa 11 anasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha, ataiponya, ataifufua na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mtume Paulo anapoandika kwenye Warumi 8:11 kwamba ikiwa yule Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo pale kaburini, ikiwa amefanya makao ndani yenu, ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Anazungumza ni hii miili hii tulionayo, hii miili ya kuharibika, kwamba wakati wa ufufuo, wakati wa unyakuo, kwamba waliokufa, walioko makaburini, waliokufa kwenye maji, waliong'atwa na wanyama, wote watavikwa mwili mpya. Ndio Warumi anaandika pale Warumi 8:11. Miili iliyo katika hali ya kufa itahuishwa, itafufuliwa. Waliokufa katika vifo mbalimbali watarejeshwa. Hatutarejeshwa katika mwili huu unaoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutarejeshwa katika mwili wa utukufu, mwili usioharibika. Haleluya, mtu mmoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 15, nataka utulivu tafadhali. Sura ya 15 mstari wa 52 hadi 53 anasema, kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikiao uvae, huu mwili wa kuharibika uvae kutoharibika, na huo wa kufa, huu mwili wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikiao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kwa hiyo kuhuishwa kwa mwili mpya wa utukufu, tutavishwa mwili mpya wa utukufu, ni Roho Mtakatifu aliyofanya makao ndani yetu, ndio atakayetubadilisha na kutuisha na kutufanya mwili mpya, mwili wa utukufu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanajiuliza hivi itakuwaje wakati huo Pastor Kale? Huyo Roho Mtakatifu alikuwa ndani yako, huyo na alikuwa ndani ya yule, ndio alikuwa ndani ya yule na ndio alikuwa ndani yangu mimi. Kufumba na kufumbua, kila roho wa Mungu aliyofanya makao ndani ya mtu ataubadilisha huo. Kufumba na kufumbua ataufanya kuwa ni mwili wa utukufu usioharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa leo wapendwa. Yohana sura 11 mstari wa 23 hadi 25 tunaona Yesu Kristo anamwambia ndugu yako, anamwambia Martha, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminiaye mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuamini, kila aishie na kuamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unasadiki hayo? Yaani kila anayeamini hata kufa kabisa. Ndio maana kwa mtakatifu hatusemi kwamba amekufa, tunasema amefanyaje? Amelala. Kwa sababu kulala katika mwili, yaani roho kuondoka katika mwili, ni kuungana pamoja na Kristo kwa ajili ya maisha ya milele. Kuna mtu mmoja anaongea hapa ni upendo. Watakatifu tupaswa kuogopa kufa, kwa maana kufa ni kuendelea kuwepo katika maisha ya milele pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anafanya huduma yake, ukisoma Marko sura ya 1 mstari wa 34, utaona Yesu aliponya watu wengi magonjwa mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuacha hao pepo waongee. Aliwakataza kwa sababu wale mapepo walifanyaje? Walimjua. Walipotaka kuongea ni wakemea. Ni tofauti sasa hivi na huduma sasa hivi. Sisi watumishi wa Mungu tunayaonya mapepo. Yakafanya nini? Mmetoka wapi? Mko wangapi? Yesu Kristo aliyakataza. Utapokuwa nyamaza, toka. Mungu hataki discussion na mapepo. Shetani mjinga, kuna mwingine pepo anaweza likakwambia mambo ya ukweli na muda mwingine kafanyaje? Likakwambia mambo ya uongo. Shetani hajaje kuwa mkweli siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupasi kuwa na muda ya kuyahoji mapepo, ni kuyakemea, ondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 1 mstari wa 44 na 43 na 44 anasema aliponya wenye ukoma. Alimwambia mwenye ukoma alimponya, akamwambia nenda usimwambie mtu yeyote yule. Ila akamwambia isipokuwa uende ukajionyeshe kwa makuhani na ukatoe kile kinachostahili kama sehemu ya wewe umetakaswa, kama sehemu ya shukrani. Ila waliambia usimwambie mtu yeyote yule. Ila kwa kuwa desturi Musa aliwaambia mnapoponya mkaite shukrani kwa makuhani, basi nendeni mkaite shukrani mbele za makuhani. Ila kwa Yesu Kristo alikuwa anawakataza mara baada ya kuponya. Kwa nini sasa hivi sisi tunataka watu wakatoe habari, wakasambaza habari? Kwa nini kipekee alikuwa anawakataza? Marko sura ya 7 mstari wa 36, Yesu akaponya viziwi na bubu, akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadiri alivyozidi kuagiza kwamba usiambie mtu yote, ndivyo walipozidi kutangaza habari zake. Wakati huo Yesu Kristo alikuwa anawaonya wasimwambie mtu yote, kwa sababu focus ya Yesu Kristo, lengo la Yesu Kristo ilikuwa sio ile ishara na miujiza. Ndio maana akawaambia Wayahudi, nyie Wayahudi mnataka ishara sana na miujiza. Akasema hamtapata ishara yote zaidi ya nani? Ishara ya nani? Ishara ya Yona. Wakashangaa. Akamaanisha Yona alimezwa na tumbo la samaki ndani ya siku 3. Siku ya 3 akatapikwa. Akasema ndivyo mwana wa Adamu atamezwa na tumbo la nani? La ardhi. Na siku ya 3 tumbo la ardhi litafanyaje? Litatapika. Kwa hiyo ishara ya Yona sio kama vile wahubiri wanavyohubiri kwamba samaki mkubwa aliyomeza ndoa yako, aliyomeza kibarua chako, aliyomeza nyota yako. Sio hivyo. Ishara ya Yona maana yake nini? Ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo siku ya 3. Kwa hiyo ndio ishara ambayo Yesu Kristo alipotaka kila mmoja macho yake yawe pale. Kupitia ishara ya Yona, ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka Yesu Kristo siku ya 3, ndipo tumepata ondoleo la dhambi, masamaha ya dhambi. Ndipo tumepata uzima wa milele. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani. Ndipo nguvu ya uponyaji ya milele ilipo pale. Ndipo tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Ndipo tumeondolewa laana zetu. Ndipo tumesamehewa. Tumetolewa katika hali ya dhambi, tumefanywa na kuhesabiwa kuwa wenye haki. Ndipo tumefanywa kuwa nuru na chumvi ya ulimwengu kupitia ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Sababu kubwa ya Wayahudi na wazee wa dini
wa kuomba fedha. Biblia inasema waliomba fedha wakitaka kupoteza ushahidi kwamba Yesu Kristo aliambia, kawaambieni watu kwamba hajafufuka, wakawapa fedha wale maskari na watu walishuhudia. Kwa nini walikuwa wanaomba fedha? Kwa nini waliokemea wasubiri kwamba Yesu Kristo amefufuka? Kwa sababu wanajua katika ufufuo Yesu Kristo ndipo tumefanyika kuwa wana wa Mungu, ndipo tunapokea ushirika wa Roho wa Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unapopitia katika hali yote ya magonjwa, maradhi, madhaifu au changamoto ya namna yote ile, kama unajua ombi la kuomba, wewe omba ombi moja. Sema natangaza hali hii, natangazia nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Kila kilichokufa, kila chenye mapoza na madhaifu, na kitangazia nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Utaona ile hali inafanyaje? Hata vita, hata uadui unakuinukia, wewe tangaza nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo katika ile hali au mazingira. Utaona vile vitu unafanyaje? Vinafurahi, vinakimbia.